Wakati watu wenye ulemavu na wale wenye maradhi mbalimbali wakimwomba Mungu kila itwayo leo kwa ajili ya kuweza kuondolea maradhi hayo, kuna mwamba yeye anautaka ulemavu. Anataka awe na maradhi, anaomba kwa hali na mali, eti akiwa mwenye ulemavu itamsaidia kujiingizia kipato. Unataka kuniambiaje? Leo kuwa na ulemavu ni dili kweli? Kweli tumefikia huko? Kuna jamaa mmoja anaitwa Ibrahimu Mzumbi Mugendi. Ana umri wa miaka 31, ni mkazi wa kijiji cha Makere, wilaya ya Kasulu, mkoani Kigoma. Mwisho wa reli. Mwamba huyo ameshangaza watu wengi mara baada ya kutoka Kigoma huko mwisho wa reli na moja kwa moja kuingia katika mkoa wa Mtwara siku ya tarehe 18 mwezi wa pili 2026 na kufikia kwenye nyumba ya kulala wageni moja kwa moja siku ya tarehe 26 mwezi wa pili 2026 akabisha hodi kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mtwara. Lakini kwenye mlango umeandikwa katibu tawala wa wilaya, yani dasi, na kwenda kuomba kibali akisema kwamba wewe ni bubu, mlemavu huyo hawezi kuzungumza. Yes, kwenda kuomba kibali ambacho kitamsaidia kupita. Anaomba misaada mbalimbali kwa taasisi za serikali, taasisi za watu binafsi pamoja na watu mbalimbali. Nasikia ngoma hiyo. Mtu anaomba ugonjwa, anaomba maradhi ili mada ingize fedha mzima kabisa. Sasa kabla sijazungumza mengi, tukamsikilize kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa J Suleiman akizungumza kwa undani kuhusiana na jambo hili. Alafu nitarudi mimi nawe kujadili. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Karibu. Mtu anaitwa Ibrahim Mzumbi Mugendi, ana umri wa miaka 31, mkazi wa kijiji cha Makere, wilaya ya Kasulu, mkoa wa Kigoma, kwa tuhuma za kujipatia fedha kwa njia ya kitapeli. Mtu huyo alifika mkoa huu wa Mtwara tarehe 18 mwezi uliopita wa pili 2026 na kufikia katika nyumba ya kulala wageni ambayo tunahifadhi jina lake. Ilipofika tarehe 26 mwezi wa pili 2026, mtu huyo alikwenda katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mtwara na kuonana na uongozi wa wilaya hiyo na kuomba kibali cha kusaidiwa kupata michango ya fedha kutoka kwa watu binafsi na taasisi mbalimbali ndani ya wilaya ya Mtwara kwa madai ya kuwa ana changamoto ya kuongea, yani yeye ni bubu. Mtu huyo alifanikiwa kupata kibali hicho na kuanza kupita katika taasisi za serikali na watu binafsi na kuanza kukusanya michango. Baada ya ufuatiliaji wa kina, ilibainika kuwa mtu huyo hana changamoto yoyote ya ulemavu wa kuongea, yani sio bubu, bali ameamua kutumia njia hiyo kwa lengo la kujipatia fedha kwa njia ya kitapeli. Mtu huyo alikamatwa tarehe 25 mwezi wa tatu katika nyumba ya kulala wageni ile tunahifadhi, akiwa tayari ana kiasi cha shilingi milioni 1,800,000 ambazo alikuwa amechangiwa na watu binafsi na taasisi hizo za serikali katika wilaya hii ya Mtwara. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa amepita katika jumla ya taasisi 10 za serikali na zile za watu binafsi, na mara upelelezi utapokamilika, basi tutafikisha mtuhumiwa huyu mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linaendelea kufanya ufuatiliaji mkali dhidi ya baadhi ya watu wanaofanya utapeli na kujipatia fedha kwa njia ya kitapeli au udanganyifu kwa watu wengine ama taasisi nyingine za serikali. Kitu ninachojiuliza mimi ni kwamba wale ambao wanaumwa kweli, wagonjwa, na ambao wana ulemavu kweli na wanaomba wawe wazima, hivyo kisikia taarifa hiyo wanayopokeaje? Huyo mtu anamchukuliaje? Wanapata majibu gani? Kwamba mzima kabisa na ana nguvu zake, lakini leo anaomba apate maradhi, anaomba awe mlemavu ili aweze kupata fedha. Kweli? Anyway, naomba comment yako hapo, unazungumziaje tukio hili ambalo limetokea pale mkoani Mtwara? Tupate maoni yako. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.